msaidizi wa paroko Padre asifiwe, wapendwa mapadri wanaokaa waskofuni, Padre Gaston pamoja na Padre Prudence, wapendwa kamati tendaji ya kigango hiki cha watakatifu Petro na Paulo, wapendwa wanafunzi wetu wakiwepo watumishi, kamati tendaji za parokia zote mbili, kigango na kule parokiani, vijana wetu wa Radio Maria pamoja na Moshi Online TV, wanakwaya na wengine wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Ningependa kuwashirikisha maneno mawili tu, hasa kuhusu hali ambayo Bwana Yesu anajikuta katika kipindi hiki. Ni kipindi cha mateso makali sana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mateso ambayo hatungefikiria kwamba angempata makali namna hiyo. Anatukana na watu wanaofanya matendo yaliyobeba chuki, yaliyobeba ukatili na hasira. Leo katika Injili tumesikia Wayahudi waliokota mawe ili wampige. Wanaokota mawe wampige Yesu. Kweli mawe kabisa yale tunayokota kwa ajili ya kupiga wanyama, ndege wanaoharibu mmea, wanaokota mawe wampige Yesu. Hebu fikiria, huyu Yesu aliye mwana wa Mungu wa milele, aliyetwaa mwili katika nafsi ya mama Bikira Maria, akakaa kwetu ili aweze kutushirikisha yale ya mbinguni, yale ya umilele kama Baba alivyotaka. Wanampiga mawe. Anawauliza, kwa kazi njema nyingi nimewaonyesha, mnanipiga kwa mawe kwa kazi ipi hasa? Kazi njema nyingi, matendo mema mengi nimewaonyesha, matendo mema yanayohusu wokovu wenu. Nimeonyesha mbele yenu yale yote ambayo mnapaswa kufanya ili muwe watoto wa Mungu. Katika hayo ni yapi ambayo kwayo mwanipiga? Anasema katika yale ambayo ni mazuri atukupigi, lakini hasa kwa kufanya kufuru, kusema kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Sasa swala ni kwamba Wayahudi hawa, kwa sababu ya dharau, kwa sababu ya kutosikiliza na kufanya tafakari kwanza kabisa juu ya nafsi ya Yesu alivyokuwa anaonekana tu, alivyokuwa anajirepresent, anajileta tu mbele yao, wangekaa katika hali ya tafakari, wangeweza kutambua kabisa huyu si mtu wa kawaida. Inakuja tu watu ambao ni wa Mungu, utawatambua hasa kama unatumia muda kwanza kuwaona tu walivyo mbele yako, wanavyotokea. Ya pili, yale wanavyozungumza. Ya tatu, yanayotokea kutokana na yale wanayoyasema. Sasa Yesu ukimwangalia tu, yule mama mbona aligundua? Alimwona tu akapiga kelele kule kwenye ule mkusanyiko, akapasa sauti, unaheri wewe tumbo lililokuchukua na maziwa ulionyonya. Huyu sio mtu alimwona tu alivyokuwa, yani anaongea, anavyoonekana, uso wake unameremeta tu utakatifu, unameremeta tu milele. Yule mama akatambua mara moja, huyu si mwenzetu, kwamba huyu si mwenzetu. Akapasa sauti
sauti, una heri tumbo lililo kuchukua na maziwa uliyonyonya. Alifurahi alivyomwona. Sasa Wayahudi kwa sababu ya dharau hawawezi hata kumwona Yesu, nafsi ya Yesu anapotokea hivi tu kwamba huyu si mtu wa kawaida. Kwa sababu ya dharau na majivuno yao hawana nafasi ya kutafakari yale mafundisho yake. Mafundisho ya Yesu anavyoyatoa tu, ukifanya tafakari unaona kwamba haya si hayafanani na mafundisho ambayo watu wa dunia hii wanaongea. Hapa kuna kitu. Kwa hiyo hawakuwa na nafasi ya kutafakari ili waweze kuinuliwa pia na neema ya Mungu, waende juu, wajue kwamba hapa kuna mwana wa Mungu na haya anayotushirikisha ni ya kweli. Hawakuwa na nafasi kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya majivuno yao, kwamba wao wanaona huyu aliyekuja kwetu ni chakachaka tu. Katika kule kukaa na yeye hawakutambua ni nani. Katika yale alikuwa anawafundisha hawakuweza kutambua kwamba hapa kuna mtu ambaye sio mwenzetu. Katika yale alikuwa anatokea sasa, Yesu ametenda miujiza mingi sana. Ndio anayosema, mimi nimefanya kazi nyingi sana mbele yenu. Nimefanya kazi nyingi sana za kimungu. Kazi nyingi sana. Nimewalisha watu wenye njaa. Nimewatembelea watu waliokuwa wamekufa wakafufuka. Nimefufua wafu. Sasa hizi ni kazi za Mungu, ni matendo ya Mungu. Mngepaswa kuona haya matendo ya mwanadamu ili mkiri tu mseme kwamba aliyoko hapa si mwenzetu. Lakini kwa sababu ya dharau hawakuona hapo kitu, hata katika matendo ya Yesu, katika kazi za Yesu, katika mafundisho ya Yesu. Sasa ndio wanamwambia eti wewe tunakupiga. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwana wa damu, uliye mwanadamu, wajifanya mwenye umungu. Unajifanya mwenye umungu, unakufuru. Yesu anakufuru. Yesu anamwaga barabara, anamwaga baraka, anamwaga neema. Yesu anakufuru. Kila alipo Yesu ni baraka tu, ni neema tu, ni furaha tu, ndio tabia yake. Mwambie ndugu zangu, tunapokuwa kwenye kipindi hiki cha mateso haya makubwa namna hii ya Yesu, ningewaomba kwa hizi wiki mbili ambazo tumezifungua Jumapili iliyopita, naitwa Jumapili ya kwanza ya mateso, tunakwenda Jumapili ijayo, kesho kutwa tu ni Jumapili ya pili ya mateso au Jumapili ya matawi. Na hiyo wiki tutakwenda nayo kuanzia sasa. Katika masomo tutaona Yesu anavyoteseka. Yesu anaingia kwenye mateso makali sana. Mateso makali mpaka sura ya uso wake inabadilika. Sasa isiwe kwamba na sisi bado tuko pale kwa Wayahudi. Naweza kusema Wayahudi hawa walimpiga Yesu kwa mawe. Hawa ni watu wabaya kabisa. Lakini na sisi hapo sasa, kama tuko kwenye mahali pa ibada tunasikiliza neno la Mungu, tena hayo mambo tena, yaani siku wanaitwa watu huko kwenye masimu saa hizi, na hapa tunasali. Sasa tunaweza kufikiri kwamba hawa Wayahudi walifanya dhambi kubwa sana. Walimdharau Yesu, hawakusikiliza mafundisho yake na hawakuona chochote kwake, wakafikiri ni mtu wa kawaida, ni mtu wa barabarani tu. Walitaka kumpiga kwa mawe Yesu mpaka anakimbia kama mwizi. Yesu amekimbia wasimuue kwa yale mawe. Sasa na sisi tunaweza kuwa na ukaidi wetu pia. Yaani Yesu mambo mazuri tunayohubiriwa daima juu ya wokovu wetu. Jinsi Yesu anavyotupenda, yuko kati yetu daima. Anatushirikisha mambo mengi mno kwa njia ya kanisa lake takatifu, kwa njia ya walezi walioko kanisani, mapadi, watawa, makatekista, wazazi,
viongozi wa kanisa wanaosimama badala ya kinywa cha Yesu. Tunafundishwa mambo mengi sana mazuri kuhusu wokovu wetu. Mapadri wanatufundisha daima tena na tena. Maaskofu wanafundisha, si tunaweza kubaki pale pale tu. Hatuoni hapo chochote. Tunaweza hata kwenda tukasema kwamba wanakufuru tu. Sasa ni vizuri kipindi hiki kwetu kiwe ni kipindi cha toba. Tutubie yale mambo ambayo na sisi kwa namna moja au nyingine tumekuwa na kiburi kupokea kazi za Yesu, kupokea mafundisho ya Yesu, kupokea miujiza ambayo imefanyika kati yetu, ni Yesu anaifanya, lakini kwa sababu ya kiburi chetu, kwa sababu pia tumefunikwa kwa giza la dhambi, kwa giza la dhambi. Dhambi likishatufunika kwa lile giza lake, giza la ile mwovu, hatuwezi kuona tena uzuri wowote wa Injili takatifu, wa mafundisho tunayopewa na mapadri, wa sakramenti za kanisa tunazoalikwa daima tukazipokee, wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, wa mambo mazuri unayoona kwa ndugu zako na kaka zako waliokuzunguka. Utakuwa unaona mabaya tu, ni mtu wa maneno tu, ni mtu wa vitina tu, ni mtu wa umbea tu, ni mtu wa majungu tu. Hiyo tukajikuta na sisi tuko pale kwa Yesu, tumefunikwa na giza la yule mwovu. Si rahisi kuona ukweli, si rahisi kukutana na Yesu katika mafundisho yake. Sasa tutubie, hakuna aliye mtakatifu. Naomba tufanye toba ya kina katika kipindi hiki, ni kipindi cha kujichunguza. Hizi wiki mbili Yesu ameteseka sana kwa ajili yetu sisi. Sisi tusiendelee kutesa, sisi tushukuru jinsi ambavyo ametoa nafsi yake kwa ajili yetu. Sisi tupokee sasa mafundisho yake kwa njia ya kanisa lake takatifu, kwa njia ya watumishi wake aliyowaweka kwenye kanisa, ndio maaskofu, ndio mapadri, ndio watawa, ndio wazazi pia wana nafasi yao kwenye familia, ndio makatekista. Tupokee habari njema, tuache kiburi, tuache majivuno, tuwe na moyo wa kutubia daima wa unyenyekevu. Yesu anasema roho inayotubu na kunyenyekea kamwe sitaisahau. Mtu anayetubu na kunyenyekea, anayekuwa na unyenyekevu wa kuanguka magotini na akaomba msamaha, Yesu anasema, Mungu anasema, kamwe sitamdharau, nitamsikiliza sana mtu huyo. Majivuno ni kitu kibaya sana. Kiburi ni kitu kibaya sana. Sisi ni rahisi sana kuingia kwenye majivuno ya hawa Wayahudi. Kiburi cha kufikiri kwamba tunafahamu. Kiburi. Sasa ninawaomba kipindi hiki tuingie katika mitima yetu, ndani kabisa ya mioyo yetu, tuone ni kwa namna gani kuna mahali popote ambapo tunafanya ukaidi. Tusipokee yale ambayo tunafundishwa, tusimwone Yesu ambaye yuko mbele yetu, ambaye yuko katika familia yetu, ambaye yuko katika wale wanaotufundisha. Tunafikia mahali tunaona mapadri ni watu wa kawaida tu. Maana hata tulipokutana pale nyumbani, walipokutana pale nyumbani kwangu na mimi niliwapa glasi ya bia wakanywa na mimi nikanywa, tumefanana. Tumefanana na mapadri. Si wenzako hao. Na ukiona pia wanataka kufanana na wewe, waambie rudini kwenu. Sio wenzetu. Sasa ni vizuri tuone matakatifu yaliyoko huku kanisani na tuyaheshimu. Habari njema, wale wanaotufundisha daima alama zile zinazombeba Mungu, zinazombeba Yesu, neno la Mungu, sakramenti za kanisa, tuzipe heshima ya pekee. Neno la Mungu linaposomwa tulisikilize na tuone kwamba ni Mungu anazungumza na sisi. Hizo ndizo kazi za Yesu anazofanya kati yetu hata sasa.
Tusipokee kwa sababu zinabeba wokovu wetu. Ndugu zangu, niwaombe sana, kipindi hiki tunachoelekea Ijumaa Kuu, kipindi cha Bwana wetu Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kuzikwa maziko ya kimaskini, tutubie sana dhambi zetu, hali yetu kila mmoja anajifahamu. Pale ambapo nilipofanana na Wayahudi nikaonyesha kiburi, au inawezekana pia mpaka sasa naonyesha kiburi, sina unyenyekevu wa kukubali mafundisho ya kanisa, sina unyenyekevu wa kukubali kwamba haya ninayoambiwa kwa kweli ni lazima niape nafasi, niachangamkie kwa haraka, kwa sababu pia maisha yanapita. Leo tupo, kesho hatujui. Niachangamkie. Jana tumekutana kule kwenye vikarieti ya Moshi, tumekutana pale mjini Moshi na Masuria. Niliwaita mimi waje tufanye mazungumzo. Tuko kwenye sinodi, na sinodi ni kipindi cha mazungumzano na watoto wote, wana wote wa Moshi walioko kule ndani ya sinodi. Hata kama wana matatizo, ni vijana, sijui ni walevi, ni Masuria, watu wa bodaboda, wote tunawaalika, tunazungumza nao, tunakula nao. Ni watoto wetu, ni vijana wetu. Kwa hiyo jana tulikuwa na Masuria, nimewaita kwa vikarieti ya Moshi. Tumeanza kule, tunakuja taratibu tu na huku tutafika. Sasa kwanza neno la shukrani kwao na kwa Mungu, walifika wengi sana, karibu 1000. Ni wengi, na tukakaa tangu saa 4:30 mpaka saa 11, mazungumzano hapo, mafundisho, mapadri mbalimbali, wazazi mbalimbali waliosimama imara katika ndoa, wakatoa mafundisho na ushuhuda kwamba maisha ya ndoa yanawezekana. Lakini nilishukuru sana wale vijana katika mazungumzano. Sasa wanaeleza ukweli wa mambo, kwamba mimi kwa kweli niko katika hali hii ya uyumba bila ndoa kwa miaka 15, 20, wengine miaka 3. Sasa inakuja swala inakuwaje mpaka tunakuwa na watu wengi namna hiyo? Ni ubishi, ni ukosefu wa utii kupokea neno la Mungu linalokuja kwao kwa njia ya Biblia takatifu, kwa njia ya kanisa, kwa njia ya mapadri, kupokea mafundisho. Wanabisha tu, iwe ni wazazi wanawakatilia, bila shaka mapadri wamewalika mara nyingi. Hii hali ya maisha sio yenyewe, ni mbaya kabisa. Mungu alisema msifanye kitu cha namna hii, na ninyi mnafanya, hamna kibali. Sasa hawapokei. Sasa ndio tukawa tunawaalika. Unaona, hii inatokana kabisa na hii hali kama ya Wayahudi. Tusiwacheke sana Wayahudi wanapochukua mawe leo na wanataka kumpiga Yesu, kwa sababu kazi njema aliyofanya Yesu mbele yao hawakuweza kuona hapo chochote. Uwepo wa Yesu kati yao, alivyokuwa anameremeta, anafanya mambo ambayo si ya ulimwengu huu, hawakuweza kuyaona. Mambo aliyoyasema na yakatokea mambo ya ajabu, akatenda miujiza. Tumemwona Jumapili akimfufua Lazaro, na wanamwomba asimuite kutoka kule kwenye ile kaburi, maana ameshaanza kunuka, lakini bado anasema Lazaro, toka nje. Akatoka nje akiwa mtu mzima, wakamfungua akatoka. Ni Mungu. Sasa Wayahudi wangepaswa kuona mambo namna hii, waseme huyu si mwenzetu, huyu tunaishi na Mungu. Tuanguke magotini, tumwombe baraka, tuanguke magotini, tusikilize anachotuambia. Lakini wanampiga mawe,
wanamwambia wewe unakufuru, unajiita mwana wa Mungu, na sisi tunakufahamu wewe ni binadamu tu. Binadamu anafufua maiti. Binadamu anaweza kugeuza mikate 5 na visamaki 2 wakala watu 500, wanaume 500 acha wakimama. Sasa huyo ni Mungu. Ndugu zangu, tusiwe na ukaidi katika mambo tunayoelezwa ya Mungu. Wakati huu tutumie kule tunapoelezwa mambo mengi tu. Tunaalikwa tutoke huko. Sisi si watu wa kawaida. Sisi si watu wa kawaida. Tulipobatizwa tulifanywa kuwa wana wa Mungu na wa kanisa, na tukashirikishwa katika utume wa Yesu. Tukainuliwa sana, akatushirikisha utume wake mtakatifu kwa kuhubiri neno la Mungu, kwa kutakatifuza na kwa kuchunga. Kimsingi huo ni utume wa Yesu. Hiyo ni kazi ya Yesu. Lakini kwa sakramenti ya ubatizo wote unapobatizwa hivi tu unashiriki katika ile kazi ya Yesu. Unabii, yani kufundisha. Upadi, yani kutakasa, kusali, kuombea watu. Halafu kutunza, kulinda. Si ndio maana tuko huku? Ndio maana tuko huku tunakuja kuangalia watoto wetu wako wapi. Tumesikia kuna watoto huku wanajenga nyumba ya mapali. Sisi tunakuja. Tumetoka kule Kimongoni, tumekuja. Sisi tunarudi kule parokiani, tunakuja. Tuko katika maeneo yetu ya kuhubiri, ya kutakatifuza na kulinda na kuchunga. Sasa nyinyi mnashiriki katika hiyo kazi. Mapadi wanashiriki kwa namna ya pekee zaidi, maana wanakuwa Yesu mwingine katikati ya watu. Sasa msifikiri kwamba nyinyi ni watu wa kawaida. Mnapohubiriwa, tokeni kwenye hayo matendo. Mapombe hayo sio ya kwenu. Huo ulimi ni mtakatifu sana, tunamweka Yesu hapo, mwili wa Kristo. Amina. Unakubali ni Yesu. Unaposema amina, maana yake umekubali ni Yesu. Lakini hauko katika huo ulimi, una mambo mengi sana. Yaani unasema mambo mengi. Ulimi ni kiungo cha hatari sana ndugu zangu. Yaani majungu, mambo mengi ya uongo, mambo mengi ya kusengenya, umbea, matukano. Haya, si mtu wa kawaida wewe, tumia huo ulimi vizuri. Unywaji. Yaani lazima unywe, lakini kidogo. Hata ukiweza kuacha, acha kabisa, achana na mapombe. Mapombe sio kitu kizuri. Kunywa maji daima, na hata yako itaendelea kuwa nzuri. Kuna mapombe tu. Alafu sasa kwa yani akili unaipoteza ile akili yako nzuri, unajua kwenye mambo ya ajabu. Sasa tunapoambia tuache, sisi si wa huko, hatuoni. Sasa watu wengine hapa kama tulikuwa nao jana pia mko kwenye hayo mambo ya usuria. Na alikuwa na kanisa tena na tena. Hiyo hali ni chafu. Inamchukiza Mungu. Ni chafu, toka huko. Kama ni mwenzako, nendeni mkafanye ndoa basi. Yaani mkafanye hiyo ndoa iwe sakramenti. Nendeni kwa padri, nendeni kanisani. Mkafanye sakramenti ya ndoa. Mkaadhimishwe sakramenti ya ndoa. Mkafungwe, muwe kweli ni agano. Sasa mnaishi tu kama watu wa barabarani waliokutana huko, wanafanya mambo yao. Kwenye sakramenti ya ndoa ni agano. Nendeni sasa mkafungwe katika hilo agano la umilele. Nendeni kama kweli mmeshaona kwamba nyinyi ni wa kuishi pamoja. Hamtaki. Mnakaa hivyo tu kama wanyama wanaishi hivyo, wanakutana huko wanaishi tu. Sisi sio wanyama, sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo mnaalikwa tena na tena mtoto huyo kwenye hali ya utulia, hamtaki. Sasa hapo tunapoteza baraka za Mungu. Tunaona yale tunayohubiriwa ni ya kawaida tu. Ni kama hawa Wayahudi wanavyomwona Yesu. Yale yote alikuwa anasema, yani ni ya kawaida tu, na sasa anakufuru kusema yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Anamimina neema za kimungu kati yetu, baraka za kimungu, matendo ya kimungu yanamiminika ndani yake ili yatuinue sisi tutoke katika hali yetu tuendelee kufanana naye. Ndugu zangu, ninaomba kipindi hiki ni kipindi cha tafakari.
tuingie katika tafakari ya kina pale tulipomkosea Yesu, tunapoitwa tena na tena. Sisi ni wa Yesu, sisi tumebatizwa, si wa ulimwengu huu, ni wafuasi wa Yesu, ni marafiki wa Yesu. Basi tutubu, tufanye toba, twende maungamo ili tuweze kushiriki vizuri baraka za Kristo mfufuka, tuweze kushiriki matunda ya Kristo mfufuka. Tumwombe Mama Bikira Maria atuombee tuweze kuingia katika roho hiyo ya kuongoka. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuinue tuweze kuongoka, yaani kukubali madhaifu yetu, tuyakubali, tuyatubie, tujisafishe, hasa kwa njia ya toba, kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.